Thank you, my darling. Enjoy the rest of your holiday in Cape Town. Thank you guys so much. Nandy pamoja na mume wake Belnas pamoja na mke wake Nandy wameitumia siku ya Valentine Day katika kutembea katika sehemu tofauti, ambapo huko wameweza kwenda kusherehekea vyema, kwa sababu Valentine Day ni sikukuu ya wapendanao. Kwa hiyo uhahusisha zaidi wapendanao, na kwa kuwa hawa ni watu ambao na wao pia wametoka katika situation hiyo, basi imekuwa ni siku yao nzuri zaidi katika upande wa furaha na kuifurahia siku hiyo ya wapendanao. Unaambiwa kwamba Nandy the African Princess ameonyesha kuwa ni mtu mwenye furaha iliyopitiliza zaidi, yani mpaka ilimpelekea kuweza kusahau zile zawadi ambazo walizipata katika mtoko katika siku hiyo, baadaye kwenda kuirudia na kuweza kupewa na mwenyeji wao ambao aliweza kuwapatia mzigo kama huo hapo. Nandy the African Princess akauchukua mzigo huo kama zawadi ya siku hiyo hapo kwa ajili ya kuelekea mapumzikoni. Mtoto mdogo kama jinsi ambavyo unavyomcheki Nandy the African Princess kwa madaha na kwa mwendo wa taratibu kabisa wa madaha, anaambatana na kipenzi chake mume wake na kuelekea huko ambako wanakoelekea. Katika siku za hivi karibuni tumeona masupastar wengi zaidi wakijiandaa na siku hii hapa nzuri, siku ya wapendanao. Kati ya watu ambao tuliwaona wanajiandaa zaidi hatukuwaona kina Nandy the African Princess pamoja na Belnas, hatukuwaona, lakini tunashangaa katika siku hii hapa ya leo wanaonesha kuwa ni watu ambao wanasherehekea kwa furaha kweli kweli, wanaruka kweli kweli, yani ni watu ambao kwa kiasi kikubwa wanaonesha kwamba ndani ya roho zao, ndani ya nafsi zao wanatabasamu ambalo linaweza kutafsirika tu kama tu wao wakiamua kuitafsiri kwa wengine, lakini kwa mtu baki akiwatazama anaweza kuona kama ni watu ambao hakuna changamoto ambayo wanayopitia katika safari ya maisha yao, lakini tabasamu la nje linaweza kuficha zile changamoto ambazo ndani huenda zipo. Lakini ndio hivyo bwana, kila siku inapokuwa inakuja na taswira na ndoto mpya, ambapo Belnas pamoja na Nandy safari yao imekuwa ni ya muda mrefu zaidi. Na kwa wale ambao waliweza kuwa wanamfuatilia Nandy, waliweza kumfuatilia wakati ule pale ambao wenda wamekwisha kufunga ndoa kati ya Belnas pamoja na Nandy, lakini kabla ya ndoa watu wawili walikuwa hapo katika mahusiano ya muda mrefu zaidi, waliweza kukutana na kupendana zaidi maeneo ya Arusha, baadaye kuweza kuingia jijini Dar es Salaam, na kwa kiasi kikubwa wote ni wasanii. Huyu ni msanii wa muziki na huyu pia ni msanii wa muziki, na maana kwamba wote wapo katika entertainment. Changamoto zote za kwenye masuala ya muziki wanazifahamu, hivyo katika mahusiano ambayo wameendeleza imekuwa ni chemistry bora zaidi, na ni kapu ambalo linahesabika kati ya makapu ambayo yamezidi kuwa yanazungumziwa mjini. Kwa hiyo kwa nafasi ya kipekee ambayo wameipata Nandy the African Princess, imekuwa ni alama nzuri sana, kwa sababu uwezo ambao anaouonesha katika muziki wake, ameenda kimataifa, na kwa kiasi kikubwa tunaweza kumuelezea pia Nandy the African Princess mwaka 2016 aliwahi kwenda kushiriki mashindano South Africa na kuibuka kuwa mshindi wa pili, katika mshindi wa kwanza wa pili, kama wa kwanza wa pili katika mashindano hayo ambayo aliweza kwenda kuyashindana South Africa. Alikuwa ni msanii wa kike, walikuwa wasanii wawili, lakini msanii wa kwanza alikuwa ni Zuchu ambao aliweza kutoka Tanzania kuelekea huko, lakini pia Nandy naye pia. Kwa hiyo Nandy alibakia kama moja kati ya washindi kuwakilisha zaidi Tanzania. Wakati huo alikuwa bado Nandy hajaachia mangoma mengi. Nandy kuna ngoma tu kadhaa ambazo alizokuwa akiziachia, lakini kuna ngoma alivyotoka kule alafu alivyokuja kurudi huko
ndo akaanza kuachia mangoma. Hata ule wimbo Wanikumbushe Wema Wako aliofanya remix aliofanyia akiwa South Africa, na umeweza kuwa maarufu zaidi ni kama hivi kuliko hata ule ambao aliofanya muhusika ambayo kaufanya wimbo huo. Unaona bwana. Kwa hiyo nimekuelezea kidogo uweze kufahamu zaidi Nandy the African Princess katika nafasi ambayo ameipata. Lakini pia Billnass naye pia ni moja kati ya wasanii wa muziki nchini Tanzania ambao wanaotazamwa kama icon katika taifa la Tanzania, ambapo wanaweza kuwakilisha taifa hili katika mataifa mengi duniani. Unaona bwana. Kwa hiyo wamekuwa ni watu ambao wanatoa hamasa kubwa katika upande wa muziki, kuwakilisha katika nyanja mbali katika mataifa mbali duniani. Kwa hiyo kuhusiana na hiki ambacho nimekuwasilishia, nimekusogezea, nadhani utakuwa umekwisha kunielewa vizuri, kwa uzuri zaidi. Katika siku ya Valentine Day wameamua kusambaziana upendo katika siku hii, wapendwa hawa wapenda nao. Basi mimi nikushukuru sana kwa your time. Kama bado haujasubscribe, fanya usubscribe. Ukisha subscribe utakuwa ni moja kati ya watu ambao utakuwa mkiwa taarifa zetu kila wakati. Bye bye.